ndiye wenye ufunguo wa uelewa wa taifa letu. Serikali inaweza kutunga sera na kuweka mifumo, lakini nyinyi ndio mnaifanya sera isikike, nyinyi ndio mnaifanya sera ieleweke, na nyinyi ndio nguzo ambayo inapaswa kuaminiwa na ifike kwenye maisha ya wananchi kwa ujumla. Leo tumekutana na watu wanaolinda ukweli dhidi ya uvumi, wanaojenga daraja kati ya maamuzi ya serikali na uhalisia wa jamii, na kwa maneno mengine, mnabeba sehemu ya ulinzi wa taifa kupitia taarifa sahihi. Nawashukuru ndugu zangu wahariri na waandishi wa habari kwa kuhudhuria na kwa ushirikiano mkubwa mnaoendelea kutuonesha katika sekta ya afya wakati wote wa kutekeleza majukumu yetu, kwa sababu nyinyi ni viongozi wa kalamu, sauti na picha, na mnachoandika na kutangaza leo ndicho kitakachojenga uelewa wa taifa letu kesho. Ndugu wanahabari, kwa kusisitiza, leo tumekutana leo kutengeneza uelewa wa pamoja, yani synchronization, kuelekea uzinduzi wa bima ya afya kwa wote, yaani kusawazisha uelewa, msimamo na lugha ya taifa kabla ya hatua kubwa. Kwa nini? Kwa sababu uzinduzi unaweza kuwa tukio la siku moja, lakini uelewa wa taifa ni kazi ya kila siku. Na bila uelewa wa pamoja, hata sera nzuri inaweza kupoteza maana mikononi mwa uvumi, hofu au kutoelewana. Kabla tujazindua mfumo, lazima tuzindue ufahamu. Kabla tujatangaza hatua, lazima tuunganishe moyo wa taifa. Lakini ni vyema tukumbushane, tukio la leo halijatokea hewani tu. Haya ni matokeo na ahadi za Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu. Ahadi za siku 100 akiwa madarakani, si kauli za majukwaa, ni dira na utekelezaji. Ndio maana kila hatua tunayochukua leo, kila kusawazisha uelewa na mwendo tunachofanya hapa, ni sehemu ya kuyageuza maelekezo ya rais kuwa matokeo yanayoonekana kwa wananchi. Naongea kwa ushahidi wa dunia tuliyoyaona kwa macho, mimi na wewe. Tulipoingia kwenye janga la uviko 19, yani COVID-19, mataifa mengi yaligundua ukweli mchungu. Ukiwa na uchumi imara lakini mfumo dhaifu wa afya, uchumi nao hupata homa. Ripoti za taasisi kubwa za kimataifa zinaonyesha kwamba hata baada ya wimbi la ugonjwa kupungua, athari zake huacha makovu ya muda mrefu: kupungua kwa uzalishaji na tija, kuongezeka kwa madeni na kuchelewa kwa kurudi kwenye mwenendo wa maendeleo uliotarajiwa. Na si uchumi tu. COVID-19 au COVID-19 iliacha majeraha ya kizazi kwenye rasilimali watu, kufungwa kwa shule, uwezo wa uzalishaji wa vizazi vijavyo, kama nchi hazitachukua hatua za makusudi kurekebisha. Zaidi ya hapo, hata baada ya dharura kupungua, baadhi ya nchi bado zinapambana na mizigo ya kiafya inayoathiri ajira na inayoathiri uzalishaji. Ya ulinzi wa taifa ikiporomoka, ngome zingine hata ziwe nyingi kiasi gani haziwezi kulinda taifa. Huduma ya afya ndio mstari wa kwanza wa usalama wa taifa. Inalinda uhai, inalinda umoja na inalinda heshima ya nchi. Ukombozi wa kizazi hiki
si wa maneno, ni wa mifumo inayofanya maisha ya mwananchi yawe salama na yenye uhakika. Kwa kifupi, ukipuuza afya unachezea usalama wa taifa, na ukijenga afya unajenga nguzo ya imani ya ndani, tija ya uchumi na heshima ya nchi. Ndugu wahariri,